Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuisimamia serikali kuhakikisha kuwa inakuza na kuwezesha shughuli za kiuchumi zitakazoanzishwa na kuendeshwa na Watanzania ili kuwapa fursa ya kuendelea kushiriki katika shughuli za uchumi wa nchi. Lengo la CCM katika miaka 5 ijayo ni kuzalisha ajira zenye tija zisizopungua milioni 8 katika sekta rasmi na isiyo rasmi. Eneo tofauti hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba CCM inalenga kuona kuwa nusu ya ajira hizo zinazalishwa katika sekta rasmi. Muda uliopita tulikuwa na lengo hili, lakini ajira nyingi zimezalishwa katika sekta isiyo rasmi. Sekta binafsi sekta rasmi imechangia asilimia takribani 14 pekee. Tunataka kuona kuwa katika miaka 5 ijayo sekta rasmi ichangie angalau asilimia 50 katika ajira. Katika kufikia lengo hili, ilani imeainisha hatua 11 na kwa hatua ya sasa nizitaje 4. Kwanza, kuanzisha programu maalum ya ujenzi wa mitaa ya viwanda, wengine wanaita kongani, yani industrial parks, hususan viwanda vidogo na viwanda vya kati vya kuongeza thamani ya mazao kila mkoa na kila wilaya. Nirudie hiyo. Kuanzisha programu maalum ya ujenzi wa mitaa ya viwanda ama kongani ama industrial park, hususan viwanda vidogo na vya kati vya kuongeza thamani ya mazao kwa kila mkoa na kila wilaya. Serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi itajenga angalau mtaa wa viwanda mmoja kila mkoa na kila wilaya, ikilenga kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, uvuvi, ufugaji, misitu, madini na bidhaa za ujenzi kwa kuzingatia fursa za kijiografia kwa kila mkoa na kila wilaya. Lengo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuona kwamba nchi yetu inaachana na utaratibu wa kusafirisha mazao nje ya nchi ambayo hayajaongezwa thamani. Hii ndio njia pekee ambayo itatusaidia kuzalisha ajira kwa vijana. Pili, kuwawezesha wabunifu wanaoanzisha kampuni changa, yani startups, ikiwa ni pamoja na kuwapatia mitaji ya kuanzia, ujuzi, fursa za masoko na kuendeleza bunifu hizo. Tatu, kuanzisha utaratibu maalum wa wanafunzi wa elimu ya juu kutumia muda wao wa ziada kufanya kazi katika taasisi mbalimbali ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna changamoto. Vyuo vyetu vya elimu ya juu na taasisi zingine za elimu, wanafunzi wetu kwa sasa ni wana K3 tu: kula, kulala na kusoma. Tunataka tuongezee K ya 4: kula, kulala, kusoma na kazi, ili wanapomaliza mafunzo yao wawe na angalau na uzoefu na stadi, wakiingia mtaani waweze kujiajiri na kuajirika kirahisi. 4, kuweka mazingira wezeshi ya kisera na kimkakati kwa kuhamasisha uanzishaji na kuimarisha makampuni na vyama vya ushirika. Na 5, muhimu sana Mwenyekiti, hii katika kuwajengea vijana uwezo wa kuajirika nje. Sasa hivi zimefunguka fursa za ajira nje ya nchi. Wakati nchi yetu ina vijana wengi, kuna nchi hapa duniani zina upungufu wa vijana na nguvu kazi. Lakini tuna changamoto kwamba vijana wetu wengi wanakosa fursa hizo kwa sababu ya kukosa sifa. Tumeweka utaratibu kwamba katika miaka 5 ijayo serikali ya CCM itaanzisha vituo vya mafunzo stadi maalum kwa ajili ya kuandaa vijana katika kushindana kupata fursa za ajira nje ya nchi, yani skills development centers for overseas employment.